Israel imedai kufanya mashambulizi ya anga kwenye kituo cha nyuklia cha Iran kilichopo Isfahan, huku ikisambaza picha za video za kile inachokitaja kuwa mashambulizi ya kijeshi. Tukio hili linazua maswali mengi juu ya kuongezeka kwa mvutano katika eneo hilo, hasa kutokana na kauli za shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA zinazothibitisha kuwa kituo hicho hakikuwa na nyenzo zozote za nyuklia zenye kuhatarisha na kilikuwa kikitumika kwa malengo ya kiraia ya kuzalisha nishati. Katika tangazo lililotolewa mapema leo, jeshi la Israel limethibitisha kuwa limetekeleza mashambulizi ya anga usiku kucha katika mkoa wa Isfahan ambapo kituo hicho cha nyuklia kinapatikana. Video iliyotolewa na Israel inadai kuonyesha milipuko na uharibifu katika eneo hilo. Hii inafuatia mashambulizi ya awali yaliyotokea wiki iliyopita yakilenga miundombinu mbalimbali ya Iran, ikiwemo maeneo ya kijeshi na yale yanayohusiana na mpango wa nyuklia. Afisa mmoja wa jeshi la Israel amenukuliwa akisema kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo mawili ya uzalishaji wa centrifuges katika kituo hicho na kwamba mashambulizi hayo yamelemaza pakubwa uwezo wa Iran wa kuzalisha centrifuge. Madai haya ya Israel yanapingana na ripoti za hivi karibuni kutokea kwa IAEA. Shirika hilo la uangalizi wa nyuklia la Umoja wa Mataifa lilithibitisha hivi karibuni kuwa eneo lililolengwa huko Isfahan halikuwa na vifaa vya nyuklia vinavyoweza kutumika kutengeneza silaha na lilitumika kwa shughuli za amani za nishati. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Mariano Grossi amekuwa akionya mara kwa mara dhidi ya mashambulizi kwenye vituo vya nyuklia, akisisitiza kuwa yanaweza kusababisha madhara makubwa ya mionzi hata kama hakuna nyenzo za nyuklia za kijeshi zilizopo. Iran imesisitiza mara kwa mara kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani tu na inafuata mikataba ya kimataifa, ikiwemo mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT. Tehran imekanusha madai yoyote ya kutafuta silaha za nyuklia. Hili ni shambulio la tatu la aina yake kutoka Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Mashambulizi mawili ya awali yalilenga vituo vya Natanz na Karaj. Kituo cha Natanz kimekuwa kikitajwa kama kiini cha mpango wa urutubishaji wa uranium wa Iran na kimekumbana na matukio kadhaa ya hujuma yaliyohusishwa na Israel, ikiwemo mashambulizi ya mitandaoni na milipuko. Kituo cha Karaj pia kililengwa hapo awali. Mashambulizi haya ya mara kwa mara yanaongeza wasiwasi wa kuenea kwa mzozo katika Mashariki ya Kati na yanaweza kuhatarisha juhudi zozote za kidiplomasia za kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Mashambulizi haya yanazidisha mvutano tayari uliopo kati ya Israel na Iran, huku nchi zote mbili zikiendelea kutishiana na kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa utulivu na kuzuia mashambulizi zaidi ambayo yanaweza kusababisha janga la kikanda.